umekuwa ni wa Mungu, kwa wewe kuwa ndiye maana ya jina au utawala wa Mungu. Na huyo ni Andegunyu. Ninazungumza kuhusu Mungu, sehemu ya 19. Ndio, popote pale ulipo, ili uwe wa Mungu, ni lazima wewe ndiye uwe maana ya ufalme huo au jina hilo Mungu, pasipo kujalisha jina la Mungu yupi, ila ili uwe ni wa Mungu, pasipo kujalisha majina kwa majina, mwonekano kwa mwonekano, ni lazima wewe uwe ndiye maana ya jina hilo, na utawala huo kwa jina Mungu. Kwa kuwa Mungu ni ile sura inayomuelezea, ikimaanisha kwamba hauwezi kusema Mungu ikiwa hakuna sura inayomuelezea. Maana ya Mungu ndio utawala au Mungu kamili. Na ndio maana nimekwambia kwamba ili uwe wa Mungu, ni lazima wewe hapo ulipo uwe ndiye maana ya jina hilo, utawala huo wa kiungu. Na bila shaka, popote pale ulipo, wewe ni wa Mungu, ikimaanisha kwamba wewe ndiye maana au sura inayoelezea jina au utawala kwa jina Mungu. Ndio, haijalishi wewe ni mtu, haijalishi wewe ni mwanadamu, haijalishi mwonekano wako,
jinsi na jina lolote kwa kuitwa kwako, sawa sawa na huo muonekano wako, ila wewe ni wa Mungu. Wewe ni wa Mungu. Wewe ni wa Mungu katika jinsi na jina hilo, ikimaanisha kwamba ulivyo hivyo katika jinsi ya muonekano huo na jina hilo, wewe ndiye uliye maana ya jina Mungu, ndiye uliye maana ya utawala kwa jinsi na jina Mungu. Kwani katika vyote ni Mungu. Mungu haishi na kisicho cha kiungu, yani kilicho cha maelezo yake yeye. Na kusema Mungu ataishi na kingine. Katika utawala wa Mungu au jina Mungu hakuna kingine chochote ila Mungu mwenyewe. Hakuna kingine chochote katika jinsi nyingine yoyote ila Mungu mwenyewe. Na Mungu mwenyewe ni yale maelezo au sura inayomuelezea, ikimaanisha Mungu mwenyewe ni ile maana yake. Na ndio maana nimekuambia kwamba umekuwa ni wa Mungu popote pale ulipo, kwa kuwa wewe ndiye maana au maelezo ya utawala au jina Mungu. Na maelezo ya maana au jina Mungu ni uumbaji. Maelezo ya maana au jina Mungu ni sura ya uumbaji, ikimaanisha muonekano au maelezo ya uumbaji, ikimaanisha kwamba popote pale ulipo
katika jinsi ya muonekano huu ulionao, wewe ndiye uliye maelezo ya uumbaji. Muonekano wa uumbaji. Pasipo kujalisha ni nani. Jina lako nani? Uko vipi? Silika yako ni ipi? Ni jinsia gani? Ila popote pale ulipo, jinsi ulivyo hivyo, wewe ndiye uliye maana ya Mungu. Kwa jina rahisi, ndiye sura ya uumbaji inavyoonekana, na hiyo sura ya uumbaji ndiyo Mungu, yani maelezo ya utawala, au ndiye Mungu kamili kwa jinsi na jina. Ndio naongea na wewe kwamba popote ulipo, wewe uliye wa Mungu, umekuwa ni wa Mungu kwa kuwa wewe ndiye uliye maana ya Mungu. Unapotafuta maana ya Mungu, jitazame. Jinsi ulivyo ndivyo ndiye uliye maana ya Mungu. Kimaanisha jinsi ulivyo hivyo ndiyo sura, maelezo ya uumbaji. Naposema uumbaji unaonekana vipi, jitazame, kwa kuwa ulivyo hivyo ndiyo maelezo kamili ya uumbaji unavyoonekana. Uumbaji haukai kusikoonekana, unaonekana na kujua, kwa kuwa wewe ndiye mmiliki wa huo.
ikimaanisha sura yako hiyo ndiyo uumbaji wenyewe, kwa jinsi na jina la sura ya kuonekana kwako. Na ndio maana ulipo, jinsi ulivyo wewe, ndiye maelezo au maana ya utawala au jina Mungu. Hivyo ulivyo, umekuwa ni wa Mungu, kwa kuwa wewe ndiye sura au maana ya jina Mungu, ikimaanisha jinsi ulivyo hivyo ndiyo sura ya uumbaji imeonekana. Narudi hapa, jinsi ulivyo hivyo ndiyo sura ya uumbaji imeonekana, kwa maana kwamba inatawala. Ndio, haujawa tu wa Mungu bila sababu. Umekuwa ni wa Mungu kwa sababu, kwa kuwa wewe ndiye sababu. Kwa kuwa na sura hiyo iliyo ndio maana ya Mungu, yani sura ya uumbaji katika kuonekana. Ndio maana nimekwambia, haijalishi uko wapi, haijalishi wewe ni nani, haijalishi jina lako, ila jinsi ulivyo hapo ndiye uliye maana ya neno au jina au utawala Mungu, katika jinsi na jina la kuitwa kwako. Kwa hiyo, kwa jinsi hiyo, kwa wewe kuwa ni wa Mungu, kwa kuwa wewe ndiye uliye maana ya Mungu, jinsi ulivyo hapo katika jina hilo ni jina la Mungu kamili, ni jinsi na jina la Mungu kamili, ikimaanisha hayo ndiyo maelezo. Muonekano huo ndiyo maelezo au maana ya Mungu kamili. Ndio kama vile unavyoshika mwili wako huu, popote unaposhika ndiyo maelezo ya mwili kamili, pasipo kujalisha pale paliposhikwa panaitwa jina gani, kwa jinsi ipi. Ndio, shika mwili wako, popote utaposhika ni maelezo ya mwili kamili, pasipo kujalisha uliposhika panaitwaje, pana muonekano upi, pana jinsi ipi. Ni mkono, ni mguu, ni kichwa, ni nini? Bali kiwa ni mkono ndio mwili kamili,
kwa kuwa ndio maelezo kamili na kufanya. Haijalishi nimekuambia shika mwili wako, umeshika wapi? Popote uliposhika kwa jina husika ndio jina la mwili kamili. Ndivyo ilivyo popote pale ulipo, kwamba jinsi muonekano ulio nao ni maelezo, ni maana kamili ya Mungu, pasipo kujalisha jinsi na jina lake. Narudi hapa kwamba popote pale ulipo, ulivyo hivyo kwa jina hilo, ndiyo maelezo kamili, ikimaanisha wewe ndiye maelezo au maana kamili ya Mungu katika jinsi na jina hilo. Kimaanisha jinsi na jina hilo ndiye Mungu kamili. Na chochote au chochote unachokitazama, chochote kilichopo na kusema na yule na yule na yule, yule ameanzia hapo na kuishia hapo, ikimaanisha kwamba yule ni sura inayokuelezea wewe katika jinsi na jina hilo la kiungu. Ni sura au ni maana inayoelezea jina lako hilo hapo ulipo. Narudia tena kwamba na yule na yule na kile na kile ni sura inayoelezea au ni maana inayoelezea jina lako wewe hapo ulipo, ambaye ni jina la kiungu, yani uumbaji. Ni maelezo yanayoelezea jina lako hilo na jinsi yako hiyo ya muonekano wa uumbaji. Ndio yule na yule na kile na kile katika jinsi na jina lolote, kimaanisha kwamba yule kile si kingine kwako katika jinsi na jina lako wewe, bali yule kile na kile ni maelezo kamili au maana kamili ya jina lako na jinsi yako katika jina hilo la kiungu ulilo nalo. Ndio
naongea na wewe kwamba chochote unachokiona ndiyo maelezo kamili ya jinsi wewe ulivyo na jina lako. Ndiyo maelezo ya jina la jinsi ulivyo inavyoonekana. Haijalishi ni nini, haijalishi ni kipi, unayemwona yule ndiyo maelezo kamili, ndiyo maana kamili ya jina lako. Kimaanisha chochote kile, yoyote yule ni jina lako. Hilo la kiungo kamili. Basi leo hii ninaishia hapa sehemu hii ya 19. Sikose sehemu ya 20. Basi popote pale ulipo, pokea uungu wa jina lako. Mafanikio ya jina lako, utajiri wa jina lako, uponyaji wa jina lako, muujiza wa jina lako. Pokea muujiza wako, pokea mafanikio yako, pokea uponyaji wako, pokea utajiri wako, pokea mafanikio yako, pokea mume wako, pokea mke, pokea ndoa yako, pokea uzao wako, pokea kizazi kipya, pokea moyo mpya, pokea figo mpya, pokea sura ya jina lako popote pale ulipo. Nimekupatia hapo ulipo, na